anatutangulia, anatushindikiza katika jambo zetu zote, na kwa yote tungependelea vizuri tuweze kufungua na neno zake mbili, na tungeweza kupendelea Sheikh wetu Abubakar kuweza kutufungulia katika maneno mawili ya Allah. Karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Naam, shukrani, tumeweza kupata maneno mazuri na alhamdulillah, siku ya leo ilikuwa ni siku yenye jua limewaka vizuri, na nafikiria katika nyoyo zetu furaha imejaa. Kwa mafupi, tungeweza kufahamisha kama jana katika mazungumzo yote tuliweza kupata habari tofauti katika nyanja tofauti kuhusu mzazi anayeitwa mama. Ndio alikuwa katika mazungumzo yetu aliyekuwa anazungumziwa, na tuliweza kupata maswali mengi, nafasi ya kuweza kutafuta majibu na suluhu zenye zingeweza kutupa njia nzuri ya kuweza kuona njia gani zitatusaidia kwa ajili ya ule mama katika jamii na katika familia azidi kuwa mama bora. Nafasi ilikuwepo leo ya sisi kuweza kuleta majibu. Bahati nzuri watu wapo, japokuwa wengi walikuwepo jana kuhudhuria. Leo imekuwa tatizo kidogo katika hali zao za kawaida. Alhamdulillah, tumeweza kupata ndugu zetu wa kutosha. Nafikiri hilo jambo tunaweza tukalijadiliana katika sisi wote wenye tuko hapa. Swali zenyewe zilikuwa nyingi. Tulipata mmoja katika watoto wetu walizidi kutuletea maswali mazito, na ni vizuri naona tungeweza kuyarudilia kidogo ajili tuone njia gani tunaweza tukatumia kusema haya maswali yaweze kupata nafasi ya kuona mwanga wowote utazidi kutuongoza. Katika barua yao nafikiri kwenye tablo letu linaonekana, naweza kidogo nikarudilia barua ajili na maswali mengi sana yameweza kutuikalia ndani ya kichwa. Nafikiri kuna wengine wameweza kulala na kuweza kuyajifikiria, ila Mwenyezi Mungu atuwezeshe tena leo katika yale tuliyopata na yenye tumeweza kufikiria tuwe na chenye tutawajibu. Naam, barua yao yenyewe ni kama
Bismillahirrahmanirrahim. Waheshimiwa wazazi wetu, wake kwa waume, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina alikuwa anaitwa kijana Karim, kazaliwa mwaka 2003. Leo yuko na miaka 22. Anaishi mji unaitwa Desel. Kwa niaba ya wenzake watoto, amechaguliwa kufikisha barua hii. Imeandaliwa yenye malengo kwetu wazazi wapendwa. Wanashukuru Mungu kujalia kikao chetu cha siku ya jana hicho. Wanaomba rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waheshimiwa watoto wetu, kizazi kipya ambapo nyie ndiye wazazi walio wazaa, na leo bahati wamepata fursa fupi ya kuweza kufikisha ujumbe wao mfupi mbele ya heshima zetu wazazi wao. Ujumbe huyu, yale tutakayo yafikisha yawe hamasa kwa wazazi wao kuweza kuwawezesha watakavyotuomba. Nafikiri swali lao ni malalamiko yao kuhusu sisi wazazi. Wamezaliwa na kuishi katika nchi za kizungu. Wale ambao waliokuja kutoka kwenye asilia ya mataifa ya asili barani kwetu Afrika, wazazi wao wote wamezaliwa kwenye mataifa ya Afrika, ikalazimika muweze kusambaa duniani kufikia mataifa haya. Lakini kila wakikaa kama watoto, wazazi wao wote mmezaliwa kwenye mataifa ya Afrika, ikalazimika muweze kusambaa duniani na kufika mataifa haya. Lakini kila wakikaa watoto wanajiuliza, lengo lenu kuja hizi nchi ni lengo lipi? Na mlipokuwa mkiomba Mungu asifungue njia za Afrika mje, mlikuwa mliahidi Mwenyezi Mungu nini? Ahadi ya kusema tutoke Afrika kuja huku. Wengi tulitoka na ahadi kubwa. Ahadi hiyo tumeulizwa ni ahadi gani? Na kweli yale mlio muahidi Mwenyezi Mungu na lengo mliokuwa nazo, ni kweli mliyafikia sawa sawa? Haya wanajiuliza kama watoto na kuyarudisha kwetu sisi kama wazazi. Haikuwa wepesi kwao ujio wakifika wa nchi hizi. Nafikiri wengi wanajua njia waliozipitia kusema mpaka wafikie hapa. Kufika hapa mlipoteza pesa, muda wenu, mlimuomba Allah, mlilia kwake. Watoto, kuna wazazi
mlitangulia, familia zikawafuata nyuma. Kuna wengine mlikuja mnatembelea, mnawabebelea, hawajui wanapelekwa wapi. Yani kwa ujumla inaonekana tumekuja tunawaleta, hawajui wanakuja wapi. Ila sisi wazazi ndio tulikuwa na ahadi na tunajua tunapokwenda. Lengo gani sisi kuwa katika hizi nchi? Na wanajiuliza kutokana na kesho kutwa hatutokuwepo hapa duniani, tunawaachia kitu gani? Mwelekeo upi hapa duniani? Tabia zipi? Mjengo gani wa kujua kwenye wanaweza wakawa wanakutania kama jamii? Wanatuheshimisha tena kwa kutuambia, waheshimiwa wazazi, tunayaona makabila mengi, japokuwa jina tofauti kama wa Moroko, Wahindi, wamekuja katika hali wanazoishi hapa ni hali tofauti sana na kwetu. Sisi wapi tumekosea? Kwa nini hatui kama wengine? Jamii zote zile, utamaduni wetu tumeupoteza. Mila zimepotea. Mila zenye walikuwa wanajua kama wazazi wao watawaachia ni mila za Uislamu, ndio ambao huwa tunawajulisha. Lakini Uislamu huyo mliowafundisha, unawatilia misingi gani katika Uislamu wenu? Kama vile mababu waliotuachia sisi, tuna Uislamu tuliochukulia ubabuni zetu wa baba zetu wenyewe kwao. Hivi Uislamu gani wanaweza kuchukua kwetu? Wanakumbusha kama mlipotoka mlikuwa na madrasa, mlipata elimu mbalimbali kutokana na jitihada na bidii za wazazi waliotupatia kwao wenyewe. Hivi sasa sisi tunawapa nini? Kuna chenye mpaka leo wakingali wanasubiri, ikibidi wasome ni kujitafuta sehemu mbalimbali, sehemu za kukutania hawana. Sasa maswali ni, mliofanyiwa na mababu, nini inakosekana kusema sisi tuweze kufanyiwa? Heshima ilikuwa ndiyo maadili zetu. Leo ile heshima ipo? Salamu ilikuwa ndiyo maamkizi yetu. Kweli tunasalimiana kwa salamu ya Mwenyezi Mungu? Tulikuwa tukikaa nyumbani tunaongea kifamilia, tunachangia pamoja. Madrasa watu walikuwa wanakwenda kwa umoja. Msikitini watu walishiriki kwa pamoja. Uislamu na mengineo ulikuwa nayo katika hali iliyokuwa nzuri. Utamaduni wenye
wenye tulikuwa nao wao wataupata? Swali wanauliza. Wao ambao mlikuja kufungia huku, utamaduni wetu gani tumewaonyesha? Nafasi ipi tumeweza kuwatayarishia? Masomo gani tunawaachia? Hizi ni swali kubwa zenye vijana wako wanatuuliza sisi kama wazazi wao katika jamii. Wanapendelea katika historia tunazidi kuwapa yale tuliokuwa tunawaelezea kwamba kwetu tuliishi na umoja, kwetu tulisoma pamoja, kwetu mapenzi yalikuwa sawa, tulikuwa tunachangia katika sahani moja. Leo wako na ugumu wa kuviona katika wao. Utamaduni wetu huyo, kwa nini tunashindwa kuwafikishia? Ni maswali magumu katika maswali tulioulizwa jana. Kiukweli walipendelea katika haya maswali tuliweza kuwauliza jana ndugu zetu, mashehe wetu waliweza kupita na kutoa maneno mbalimbali kuhusu mengi yaliyo katika hii hali tunayo hapa, na malengo makubwa ilikuwa lazima tutoke hapa tuna kitu gani chenye tunaweza kuwafikishia hao vijana katika maswali yao. Sasa leo tukijiuliza jukumu zetu hapa, tunaweza tukaondoka majukumu yangine hatukuyatekeleza. Watoto wetu tunawaacha katika hali gani? Tunajua kama yote yenye tuko tunatenda hapa tutakwenda kuulizwa siku moja katika safari zetu huko. Nini tunaweza tukawatengenezea kabla hatujaondoka? Kwa ufupi, ni mstari mrefu unakwenda, lakini ni maswali makubwa yenye yameweza kuuliza na vijana, na haya yote wametuuliza hapa inakwenda kuturudisha katika mambo matatu tuliyoyazungumzia jana. Ni ya kwamba tumetoka wapi, tuko wapi, na tunakwenda wapi. Haya maswala ndiyo yalitufanya jana mpaka tukaweza kupata maelezo katika nyanja zote na kumfikiria mwanamama katika ubora wake ndani ya jamii. Nafikiri sitakuwa mrefu sana. Kwa mafupi nilikuwa nataka nifikishe na tuweze kupata kumbukumbu kidogo, ili kwa leo hali yenye tuko nayo tuweze kutoka hapa tunajua tulitoka na kitu chenye kinaweza kututengeneza. Katika mategemeo yalikuwa kama wangekuwa watu wa kutosha tungeweza kufanya sehemu za makundi fulani, lakini hata hivi kwenye tukiwa fikra zitatoka kwetu sisi, majibu yatatoka kwetu sisi, lakini tungependa kidogo waliozungumza jana waweze kutupa kidogo mustasari kutokana na yale tuliyazungumza jana, ili tuone tutasimamia wapi
na tuweze kutoka hapa na jibu lenye litatufaa inshallah. Ningeweza kumkaribisha Dr. Naza aweze kutupa madogo kwa yale tulizungumza jana. Nafikiri baadaye tutawaita wengine tuweze kuyapata kwa muktasar, ili kikao chenye tutafanya hapa tuweze kutoka na majibu inshallah. Karibu Dr. Naza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله. صلاة والسلام على الله زكية كبير محمد صلى الله عليه وسلم na watu wa familia yake na maswahaba zake na Waislamu wote. Tunawashukuru pia kwa siku ya pili kukutana katika siku hii au katika kikao hichi ambacho tunaendeleza yale ambayo tuliyoanza nayo jana. Ukweli ni kwamba malengo yako wazi ambayo tunayoyakusudia, na tatizo sote tunaliona, na sisi katika sheria yetu inatuambia ta'khirul bayan an waqti alhaja ni kosa, yani kuchelewa kubainisha kitu wakati ambapo pana tatizo, hilo watu wanakuwa wameingia katika makosa. Madamu tumegundua kwamba kuna kosa ambalo linahatarisha vizazi vyetu vya baadaye na majukumu yetu ambayo tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu vizazi vyetu ni kuviandalia mustakbali mzuri wa hapa duniani, na pia kuwaandalia mustakbali mzuri baada ya kutoka hapa duniani, kwa sababu tunafahamu sote kwamba hapa duniani ni muda mchache na tutaondoka. Kwa hiyo mzazi mwenye kumpenda mwanae sana ni yule ambaye anajitahidi kumwandalia mtoto wake mazuri yatakayomfaa hapa duniani na pia kumfaa huko akhera. Kwa hiyo ndio maana tukawa katika kikao hichi jana. Alhamdulillah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala palipatikana baadhi ya maelekezo, na inahitajika ni mambo gani ambayo watu watayafanya kuweza kujiandaa katika kuzijenga familia ambazo zitakuwa na mwelekeo ambao uliokuwa mzuri. Na suala hili ni mshikamano kati ya wanafamilia na wale ambao wana ujuzi katika haya, ili kusaidizana kwa pamoja. Tukianza kama Waislamu, mashekhe wana mchango mkubwa katika jambo hilo, kwa sababu Uislamu kama dini yetu umetuwekea maelekezo ndani ya Qur'ani, na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hayo, jinsi gani alivyoishi na wake zake, jinsi gani alivyowalea wanaye, jinsi gani alivyoishi na watu pembeni, mpaka jamii ya Kiislamu ikawa ni mfano. Kwa muda mchache, miaka 23 ambayo mtume alifanya dawa, alibadili kila kitu mpaka watu wakawa katika maisha mengine. Walikuwa wanasema kunna fi jahiliya, tulikuwa katika jahiliya, katika ujinga. Fajaana Allahu bihadha alkhair, Mwenyezi Mungu akatuletea khairi hii. Idhan wote walikubali kwamba tulikuwa katika jahiliya kabla ya mtume kuja,
lakini mtume akatuletea kheri hii ya Uislamu. Lakini katika maulizo ambayo waliuliza wakasema wa hal yati ba'da hadha alkhair min shar, je, baada ya kheri hii panaweza pakaja shar? Tunakwambia inawezekana ikaja, na itapokuwa shari hii imekuja, sababu yake kubwa itakuwa ni kuacha mafunzo ya dini. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wakati wa kuanza kufanya kazi na kuelekezana, tukianzia kusema watu wa dini, mashekhi, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia katika miji hii wapo kutoka kwetu, na pia alhamdulillah katika jamii yetu kuna wataalamu katika fani ambazo tunaishi nazo. Kwa hiyo ni watu kuwa kitu kimoja, kusaidizana, kuungana mkono, wanawake, wanamume, sote tuwe kitu kimoja ili tuweze kuandaa mustakbal mzuri kwa watoto wetu, ili tutakapokuwa na sisi tumeondoa katika dunia hii tuwe tumeacha hata yule mtoto ambaye anaweza akakuombea hata dua. Katika majukumu ambayo dini imempa mzazi ni kumwandalia mtoto maisha yake ya hapa duniani na pia kumfundisha jinsi gani atapata akhira. Ukikosea moja katika hili unakuwa umekwenda kinyume. Kuna mafundisho ambayo tunayapata kwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anasema siku moja Sayyidina Umar alikuwa amekaa, wakapita watu wawili, mzazi na mtoto, kama vile wanavutana. Mtoto anamvuta baba, huyu anamvuta huyu. Sayyidina Umar hali hii ndipo walipoiona kidogo ikamshangaza, akawaita nini jioni hapa kama kiongozi. Mtoto akawa wa kwanza kusema kabla baba yake. Umar akamwambia la kabir, mwacha kwanza mzazi aseme. Sasa aliposema akamwambia mtoto wangu huyu hana adabu na mimi, nadhani hata wewe uliona. Tatizo ni nini? Sasa akamwambia mtoto hana adabu na mimi. Umar akamwambia kijana wewe sema. Shabu akamwambia Sayyidina Umar, hivi je, katika Uislamu kuna haki ambazo Uislamu umemlazimisha mtoto au mzazi kumfanyia mwanae? Akasema bala, zipo tena nyingi. Akamwambia tuambie basi. Ndo akatuambia jambo la kwanza ni mzazi kujitahidi kumtafutia au kumtafuta mwanamke mzuri ambaye atakaye kuja kumzalia watoto. Yaani kabla hata ya kuoa mtafute ambaye huyu unajua atakuja kusaidia kulea watoto kabla hata ya kuoa. Tukasema hilo la kwanza Sayyidina Umar, na mimi nitakupa jibu. Akasema ndio. Akasema la pili, mzazi akuandalie mazingira mazuri mapema, utapozaa upewe jina lizuri na akuandalie mazingira mazuri. Akasema sawa, nitajibu. La tatu, akamwambia mzazi wako akufundishe elimu, some ujue nani. Sayyidina Umar akamwambia Sayyidina Umar, tutosheke na hayo. Akamwambia kwa hayo matatu ambayo unayoniambia, mzazi wangu hakuniangalia hata moja kwa hayo matatu. Hayo matatu ambayo uliyotaja tusiendelee kwa mengine. Haya matatu hakutaja hata limoja. Akamwambia ama kuhusu mama yangu ni mjakazi, wala hajui hata nani. Yaani kama vile alikwenda kumuogota tu nani. Hakumtafuta mama ambaye ana maadili mazuri. Kwa hiyo hata mama hakuweza kunilea vizuri. Ndio mama yangu. Kwa hiyo hakunitendea haki kumtafutia mama ambaye atakuwa ni mama mzuri. Akasema ama kuhusu la pili, akamwambia muulize baba yangu jina ambalo alionipa au maandalizi ambayo alionipa. Akataja hata katika jina lake alimwambia alimita Ruthal. Ruthal ni kama mende. Amenipa jina, hata jina langu amenipa jina mbaya, jina mbaya. Hata nikiwa na wengine sina. Akamwambia ama la tatu kunisomesha elimu, muulize mzazi wangu yuko hapa. Mimi sikusoma. Kwa hiyo naona kama mzazi wangu alinidhulumu. Ndio maana hata wakati mwingine sina adabu na yeye. Sababu hakunipa mafunzo ambayo yatanisaidia mimi kuishi. Sayyidina Umar akamgeukia mzee akamwambia, wewe ni sababu ya mtoto wako kuwa katika hali ambayo yuko ndani yake. Ila katika mafunzo haya tunaona kwamba
inabidi wazazi wasaidie kwa watoto zao katika kuandalia yale ambayo yatakayowafaa katika maisha yao, pia kabla ya hapo katika kuwa na dini nzuri, kuwa na nani katika maisha yao. Pia nyingine na ambalo nilitajwa jana kuhusu baadhi ya matatizo ambayo tunayo katika familia zetu, kwamba hakuna mazungumzo, hakuna nini, hakuna nani. Kuna pia athari nyingine katika Sayyidina Umar kuhusu watoto. Alitufundisha akasema, watoto zenu daibuhum sab'an. Mtoto anapokuwa bado ile saba ya mwanzo jitahidini watoto zenu kuwa ni muwe mna kuwadekesha. Daibuhum sab'an, saba ya mwanzo wadekesheni. Kisha akasema waadibuhum sab'a, na saba la pili ni wakati wa kuwasomesha watoto. Miaka saba ya mwanzo mtoto anakuwa bado angali mtoto mdogo, ni wakati mtoto kumdekesha kunaani. Akifika saba la pili Sayyidina akasema adibuhum, maana alimuhum, wafundisheni, watafuteni nani. Saba la tatu Sayyidina akasema wasahibuhum, wafanyeni kuwa marafiki zenu, kaeni nao, zungumzeni nao, waambie tunataka hivi, mipango ni hii nini. Yani na haya ni mazungumzo ambayo yatakuwa baina ya watu. Hii inasaidia kuweza kuwafundisha watoto maadili yaliyokuwa mema mnapokuwa mmekaa naye, mnapokuwa mmefundishana. Kuna baadhi ya familia, na hili ni jambo lizuri sana baadhi ya watu ambao wanafika sasa kitablighi wanafanya hivyo. Panakuwa kuna darasa usiku. Hata familia wakati fulani wanamkalifi au wanampa kama mtoto katika familia sasa chakula pamoja. Tunakula pamoja. Leo wewe ndio utakuja kutupa hata neno leo. La dini kasome wapi hata hadithi moja. Sasa chakula lakini utakuwa mkula pamoja, utakuwa unazungumza, mtoto anakuja na yeye anasema hivi, baba baadaye atamkosoa, wataelekezana. Hii ni katika njia ambayo ilikuwa zama hizo, na saa hizi imebakia kwa watu wa tablighi tu peke yao, watu wengine hawana. Na hii ni katika njia moja ambayo tunaweza kutumia katika kuleta ile musahaba, urafiki na watoto. Wakati fulani mtoto unamsikia, mtoto unamuelewa mwenzako, mtoto ana nani na kila kitu ni katika nani. Katika kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam tunajua sisi wote, wakati Sayyidina Ibrahim alipopewa wahi na Allah amchinje mwanae, lakini alimwambia ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madha tara. Ewe mwanangu, nimeoteshwa na wahi Allah subhanahu kwamba nikuchinje, lakini wewe unaona aje? Wanazuoni wamelezi wamesema kwamba Sayyidina Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mtu mzima, alikuwa anaweza akamfanya anachotaka mtoto bado alikuwa mtoto mdogo, lakini kumwambia fadhlu madha tara, na wewe nipe mtazamo wako. Maana ni kwamba lazima na sisi